Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Natamani tujifunze somo la baraka sana. Nasema Bwana tufundishe kusali, au Bwana tufundishe kuomba. Hii inatoka kwenye kitabu cha Luka sura ya 11 na ule mstari wake wa kwanza. Biblia inasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, kwamba alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana tufundishe sisi kusali au kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Huyu mwanafunzi aliweza kuwa na msukumo wa kumwambia Bwana tufundishe sisi kuomba au tufundishe sisi kusali, baada ya kumwona Bwana pia anaomba. Na hawa hawakukurupuka tu. Hapa ni sura ya 11, wameona mamiujiza mengi yametokea huko nyuma. Wameona Mungu akifanya mambo makubwa na ya ajabu sana kupitia mikono ya Bwana Yesu. Wameona akigeuza maji kuwa divai. Wameona miracles, wameona miujiza ya maana. Wanamwambia Bwana, tumeona siri ya mafanikio yako, siri ya huduma yenye matokeo, siri ya kuwa na mega church, siri ya kuwa na nyomi, watu wengi wanakufuata, siri ya kuwa na ministry anointing, upako unaohusika na kueneza habari zako. Tumetambua ya kwamba wewe ni muombaji. Siri ya upako wote wa Bwana Yesu ilianzia kwenye maisha ya maombi. Yesu aliomba balabasanda kaburi. Yesu aliomba. Oh my God. Yesu aliomba, ndugu yangu. Yesu aliomba. Yesu aliomba. Yesu ndo mtu wa kwanza kwenye Bible anaonyesha anatoa pepo, ni Yesu. Miaka ya nyuma yote walikuwa hawatoi pepo. Pepo alikuwa akitemka anapigwa mawe mpaka afe, au akitemka anaitwa mpiga kinubi. Akipiga kinubi pepo anatulia. Tumeona kwa Daudi pia kwenye Torati zile, kwenye vita vya Musa, kuna kitabu kimoja kinasema mtu akitemka pepo na apigwe mawe. Mtu akiwa na pepo yani apigwe mawe mpaka afe. Wanafunzi wa Yesu wangeweza kumwambia Yesu, tufundishe kutenda miujiza, tufundishe kanuni 7 za kutembea juu ya maji, lakini watu wakamwambia tufundishe kuomba. Kwa sababu inawezekana walijifunza kwa Yesu kabisa kupitia mafundisho yake na namna pia anavyoishi, kwamba maombi ni kila kitu. Huduma yoyote kubwa inaanzia kwenye magoti ya mtu, inaanzia kwenye maombi. Ukubwa wa huduma ni ukubwa wa maombi ya mtu. Maombi huwezi ukayapuuzia maombi na ukataka uwe na matokeo. You need to pray. My generation, we need to pray. Kizazi changu tunahitaji kuomba. You need to push. You need to love prayer. Unahitaji uyapende maombi kadamuski binabanda. Unahitaji uyalove maombi kalakatosi ya banda. Unahitaji uombe mpaka maombi yaseme Koba umeomba. You need to pray. Huduma kubwa inaanzia kwenye maisha makubwa ya maombi. Ukitaka uonekane sana, uonekane na usipotee, you need to pray much. Yezebeli alimwambia Elia na kukata kichwa, malaika akaja akasema inuka ule tena. Ni sana malaika amwambia Elia omba tena. Wewe ulikuwa unaomba, lakini kwa kweli unahitaji uombe tena. Maana tunavyoomba tunapata njaa tena, tunapata shauku tena. Kuna watu wengi sana ni wahubiri, hawana njaa tena ya maombi, hawana njaa tena ya ibada. Unakuta wengine wanamsifu Mungu, yeye amekaa hivi tu, mimi ni pastor, mimi ni mtumishi wa Mungu. Una njaa wewe, njaa imesha kufa kwa sababu uombe. Daudi mtunga Zaburi 80:18, Biblia inasema hivi, Bwana utuuishe nasi tutaliitia jina lako. Kumbe hata kuuishwa, hata kila siku kuwa active kwenye mambo ya kiroho, kila siku kuwa wa moto, ni moto kila siku moto, ni swala pia la kuomba. Mungu tuuishe, Baba tuuishe. Put something on our head. Weka kitu kwenye kichwa chetu, weka mafuta. Tuuishe, tutengeneze. Tufanye kuwa watu wa ibada. Tupe
tupe njaa ya neno, tupe njaa ya kukaa uweponi mwako, tupe shauku ya kusoma vitabu. Oh my God, you need to cry to God. Ni kweli Mungu amekwambia una huduma kubwa, lakini huendi kokote kama utaomba. You need to pray once again. Wakati fulani Bwana akanipa mfano mzuri sana. Akasema, Koba, watumishi wa Mungu ni kama chakula. Ni kama chakula kabisa. Akasema, kuna msosi unalika sana Tanzania, hauliki sana Kenya. Kuna chakula ni favorite kwa Watanzania wengi, lakini Nigeria wanaona hapana. Akasema, nyinyi ni kama chakula. Inawezekana kwenye anga la Tanzania unaonekana umepikwa vizuri. Watu wengi wanakusikia kwa sababu ya anga la Tanzania. Lakini kuna mahali ukienda, kuna nchi usikilizwi bado unahitaji ukaombe. Aliniambia mwaka juzi sasa ukienda Nigeria wewe bado unatakiwa ukaombe kwa sababu ya anga la Nigeria. Nikamwambia Baba, nipike tena. Nikamwambia Bwana, nipike tena. Kama unaona sijatoshelea, nipike tena. Na tunapikwa kwenye eneo la maombi. Mpishi ni Roho Mtakatifu, yuko tayari kutupika. Biblia inasema Efraimu ni mkate uliookwa sehemu moja. Ni mkate ambao umeiva nusu, hujaiva nusu, lakini ameenda kuonekana kwa watu huko akiwa ameiva nusu. Biblia inasema yule mtoto akakaa nyikani mpaka siku ya kudhihirika kwake. Yohana Mbatizaji aliomba sana mpaka siku anakuja kudhihirika. Yohana aliomba miaka 30, akaja kutumika miezi 6. Alafu wewe sasa tangu umeanza kuomba hujafika hata miezi 4. Hauko serious na maombi na unataka uwe nabii wa kimataifa. Uwe nabii, utakufa na unabii wako. Chochote ambacho Mungu alikwambia kiko rohoni kina heng. Namna ya kukihamisha rohoni kuja kuonekana mwili kinahitaji maombi. Oh my God. Waefeso 1:3 kama sikosea, Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Wewe baraka una tatizo, hujaomba bado. Baraka ya kuwa kufahamika, baraka ya kuwa na ushawishi kwenye Tanzania na duniani kote unayo, ila bado hujaomba. Unajionea huruma, unakula sana. Unakula Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, unakula mno. You need to fast, you need to pray much. Hamna huduma kubwa kuliko maisha ya maombi ya huyo mbeba huduma. You need to pray, my brother. Ndio maana mitume wakumwambia tufundishe namna ya kutembea juu ya maji, tufundishe kufanya miujiza. Akumwambia tufundishe kuzidisha mikate, tufundishe kuzidisha samaki. Wale mwambia Lord teach us to pray, kwa sababu tumeona siri ya huduma yako ni kuomba. Ndugu yangu, usipoomba huendi kokote. Utaona tu miujiza kwa watu wengine. You need to pray, my brother. You need to pray, my God. You need to pray once again. You need to pray more and more, kwa sababu Mungu anakutaka tena mahali pasiri. Mungu anakutaka tena ukaombe tena. Inawezekana unajiona umeomba, lakini wewe ni kama Elia, unatakiwa ule tena, omba tena, kaombe tena. My God, kala masubi na kaburi ya mantari ya Mungu. Kaombe tena. Hiyo miujiza ambayo umeiona haitakiwi, kaombe tena. You talk too much. Unatumia muda mwingi kujielezea una huduma kubwa. Huo muda kaombe. Watu watakujua tu, kaombe. Alazusi amandi kabalagadusi amanda. Kaombe tu. Nikiwa form 5, Bwana alianza kunifanya nizuure mashuhuri nikiwa form 5. Na ilivyoanza tulienda Kasfeta, shule moja tu Zanaki. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuomba kila siku tatatanda ababakadabakadabakadabu amembwa. Sometimes naonekana kama nimechanganyikiwa, but I know where I'm going. Ukijua wapi unapoelekea utaomba sana, kwa sababu unapotakiwa kwenda kunaamuliwa na kiwango chako leo cha uwekezaji wako wa maombi na maarifa.
Sitaki niseme kwa habari za kusoma vitabu. Nimesoma vitabu kayo, nimesoma. Sitaki kusitaja huko. Mimi naongelea prayer kwanza. You need to pray much. Unatakiwa uombe mpaka hata kama utaki kuomba umekaa hivi, unasikia kama mtu nani kanaomba tatatambe kaboboko kebebe bomba baba katotomba ka baba kataba katuma kate atatua makada bambo. Unasikia kama mtu ndani kana, yani kuna kama mtu kana push. Oh my God, you need to pray my brother, you need to pray my sister. Una huduma kubwa lakini haitozidhika mpaka uombe. Ni kweli Yesu alikutokea, lakini inabidi uombe. Kala bashandike pale. So siku tukaenda shule ya Zanaki pale. Nikafika, mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa Kasfeta Tambaza. Nikafika nimekaa hivi. Kiongozi wa Zanaki akasema leo tumetembea na wageni wengi sana, na leo tunatamani tukuhubirie na mhubiri kwa surprise. Leo hatuna mhubiri wa kupangwa, ila tutamsurprise yeyote tu. Nikaa nimetulia tu hivi. Nimetulia kimya tu. Nikaambiwa, "Oh, surprise, mwenyekiti wa Tambaza hubiri." Mbuzi kafia kwa muuza supu. Oh my God. Ai, abu mamose. Oh makabibo kabila boka. Hey mama kuba ya temogo. Ame. Ayabo. Mimi nimepata nafasi, nimeelewa na waombaji. Mchungaji wangu ni anaomba. Sasa just imagine, mimi naomba sana, nikija kanisani naombishwa kuliko na pastor. Kwa jitu limeomba kwa muda mrefu, alijapata opportunity la mazihirisho. Sasa tunaambiwa hubiri kwa surprise. Afu nasoma Biblia kama kichaa. Nikafika mbele, nikatoa ushuhuda wangu binafsi kwamba once upon a time I was a bad boy. Nilikuwa kijana wa ovyo, lakini Roho wa Bwana akaja akanisaidia nikaokoka. Niliwahi kumtukana Yesu tu silangoni kabisa, lakini baadaye nikaokoka. Watu wakaguna, watu wanacheka. Lakini sipo hapo kwa ajili hiyo, nipo hapo kwamba Yesu alinibadilisha. Nilikuwa kilaza darasani, lakini kilaza anayeomba. Aisa, nilikuwa nikisoma hivi vitu havikai kichwani. Mpaka baba yangu alisema, "Mwanangu, pambana upambanavyo, wala upate 4:31 kipindi hicho." Nilikuwa na kitu fulani hivi amazing, kizito lakini amazing. Kwa nini? Labda kwa sababu nilikuwa nimeangalia sana pornography. Nimeanza kuangalia pornography tangu darasa la 3 mpaka form 3. Alaba shadiga baragada. Baada ya kuokoka nikaa tunaomba, naomba. Sieleweki, mimi kazi yangu ni kuomba, kufunga. Na hiyo olevo kwa neema ya Bwana, sio mimi, ni Mungu alinisaidia. Nilifunga miezi 10 mfululizo. Olevo nilikuwa form 4, nilikuwa mwembamba, pumba la kichwa. Nikaambiwa ubiri. Ndio hapo sasa baada ya kufika hapo nikasema nilikuwa kiranzi, lakini Bwana alinitajia majibu kwenye pepo la Mungu. Nimesikia sauti kabisa inanitajia majibu, na nekta pia nilitajua majibu, lakini sikupata wani kwa sababu mimi nilikuwa kiranzi. Siwezi hata kuyakalile mambo hivi. Kwa hiyo tu nilipata different ya 19. Watu wakaanza kai. Hawakustuka na max yangu, walistuka kwamba Mungu anaweza akaongea na mtu. Mungu anaongea na muombaji. When you pray, you will hear God. My brother, when you pray, you will hear God. Mungu utamsikia tu ukiomba. Tatizo unataka umsikie Mungu anayekaa silini, alafu uko wazalani. Haleluya. Baada ya kusema hivyo nikasema, baada ya hapo nikaendelea, nikajazwa na Roho Mtakatifu. Jamani, Roho Mtakatifu anaweza kuwa rafiki yako. Nikasema hivi, wangapi mnataka awe rafiki yako? Wakanyosha. Nikasema simama tuombe Bwana. Miaka sijui kuhubiri. Ndio maana nakwambia hivi, tatizo sio kuandaa masomo, tatizo wewe hujaandaliwa kwenye eneo la maombi, hujaiva. Wewe hata kama hujui kuhubiri, ila the way you talk. Kwa sababu umeongea sana na Mungu sirini kwenye maombi, hutoshindwa kuongea na mtu. Yoyote anayeongea sana na Mungu
hawezi kufeli kuongea na watu. Musa anasema mimi sijui kuongea, siwezi kuongea. Mungu anamwambia wewe mjinga, nenda huko. Kwa nini? Kwa sababu ukiweza kuongea na Mungu utaweza kuongea na watu. Hamana katuma bori adama. Tukana nyimbo ya kuabudu, nguvu za Mungu zikashuka, watu wakajaa kupitiliza. Kupitia hapo ndo nikaanza kujulikana. Wanafunzi wana tabia ya kuambiana, kuna mhubiri alikuja, jamani, yule ni mdogo ila akihubiri, jamani, eti anasema yeye Roho Mtakatifu ni rafiki yake. Jamani, inawezekanaje? Kwa nikaenda shule kwa shule, naenda shule kwa shule, na nikienda shule wanakwambia hivi, tushuhudie tu ushuhuda wako. Hataki mahubiri, sisi tunataka tusikie ushuhuda. Tumeambiwa habari za ushuhuda wako. Kwa hiyo karibu mwaka mzima nilikuwa nahubiri shuhuda yangu tu, na watu hawachoki. Wanakuita leo, wanakuita hata na wiki ijayo, hawachoki kusikia, kwa sababu ni ushuhuda wa mtu muombaji. Watu wanakuchoka kila siku unahubiri wewe tu, kwa sababu hujaomba. Kaombe. Ukiomba kila siku unang'aa, kila siku unakuja na kiwango kipya cha utukufu. Mtu akikuangalia, hii ni ile story, ni zile shuhuda, lakini zinakuja na power. Nenda kaombe. You talk too much, unaongea sana, uombi wewe. Ndio maana hatuna matokeo, tunaongea mno. Twende tukaombe. Ukiomba, ukiweza kupiga goti kwa Bwana, chochote kitapiga magoti kwako. Fedha itapiga magoti kwako kama unaweza kupiga magoti kwa Bwana. Of course fedha inahitaji pia uwe mtoaji. Ndugu yangu, unahitaji kuomba. Kuwa na majina makubwa haimaanishi wewe ndio mtumishi mkubwa. Kuna mtu unang'ang'ana, mimi ni apostle, mniheshimu, mimi ni nabii, mimi ni mtume nabii, mimi ni mchungaji wa manabii wote, mimi ni mchungaji wa kama uombi watu kuheshimu, kaa kimya. You need to pray much. You need to pray. Don't joke with your life. Una joke sana maisha yako. You need to push. You need to pray. Mimi nimemwona mchungaji wangu anavyoomba. Huwezi ukaniambia kitu kai. My pastor pray yo. Anaitwa Bishop Paul Iseshaban. That man pray yo. Yule mwanaume anaomba. Ndio maana ukija kanisa niko karibu kila mshirika, sio karibu, washirika wote wanaomba. Kwa nini? Labda awe mgeni ndio anaamia, lakini washirika wote wanaomba kwa sababu yule mzee anaomba. Ndio maana watu wake wote amezaa waombaji. You need to pray my brother, you need to pray. Anza sasa kuomba. Una miaka 18 na uwezi kuomba walau hata lisali moja. Yesu akasema ombeni msije mkaingia walau mmeshindwa kukesha na mimi walau lisali moja. Kai. Lisali moja ni maombi ya kutuliza mwili usikusumbue. Mwili wako unatamaa sana kwa sababu hujaomba bado. You talk too much. Mbinu za kujitunza, oh my God. Hata kama unasema mimi nitajitunza, silala na mwanamke, silala na mwanaume mpaka nioe. My friend, uwezi ukasimamia huo msimamo kama hujaomba. Msimamo wa mtu ambaye hajaomba unavunjika muda wowote. You need to pray my brother. You need to pray my sister. Mungu anakusubiri uombe. Mungu ana matarajio makubwa na wewe. Unahitaji kuomba tena katika jina la Bwana. Kaombe tena na Mungu atakusaidia katika jina la Bwana.